Kwa nini Watanzania wengi wanatoka nje ya nchi kwenda kufanya kazi? Kwa nini wataalamu? Tanzania tu kawaida. Watanzania wataalamu. Kwa nini wataalamu wengi wa Tanzania wanatoka nje ya nchi? Kwanza tunauliza, wanatoka nje ya nchi kuna idadi ya wataalamu wengi, madaktari, professionals, profesa, walimu na kadhalika, engineer, mpaka hawa nini kwenye hii ajali mada kwanza tuliongelea wasamiaji wa Tanzania, mpaka baharia anatoka South Africa. Wataalamu wa Tanzania wanabaki Tanzania au wanatoka? Na kama wanatoka, kwa nini wanatoka? Tunao wataalamu wengi. Wengine wamemalizia shule zao hapa na wengine wamemalizia huko walimu. Sababu nafikiri hapa ndio inarudisha hoja yangu ile ya taratibu za nchi. Sheria tulizonazo za kazi zinawabana wataalamu. Ukiangalia hata hao walioko hapa sasa hivi ni kwamba wanashindwa kutokea. Unakuta kila siku matatizo ya walimu, mara mishahara, mara hiki, mara kwa hata daktari hawezi kubaki hapa. Na kwa taarifa tu kusisitiza ulichosema brother wangu, kwa mujibu wa tafiti uliofanya na chama cha madaktari ya Tanganyika Medical Association of Tanganyika mwaka 2006, inasema kuwa jumla ya watumishi wa afya 342 wamekuwa wakiondoka hapa nchini. That's 2006. Na inasemekana 111 ni madaktari. So uone idadi ya madaktari wangapi tunapoteza au ni wataalamu. Hii ni ripoti katika sekta tu ya afya au ya madaktari ya medicine. Sasa ni sekta nyingi tunapoteza. Kuna Watanzania wanaenda kufundisha Kiswahili sasa hivi Japan, China. Tuna ndugu zetu ambao wanatoka wanaenda South Africa kwa wingi. Kuna watu naishi China sasa hivi. Na hao 111 ambao ndio wanatambulika kiserikali. Ukiacha wale wanaoenda kwa ndugu zao wanapata ajira. Wanapiga dili zingine. Sasa tunaangalia tunapoteza nguvu kazi. Tunasema maendeleo hayaji. Kumbe wataalamu wale vichwa, wale drivers wanakuwa hawapo. Tuongee na Tanzania, tutafute suluhisho, tuelewe hali halisi na tubadilike. Kwa mfano kama China wanakuja huko kwa mkataba, pengine anakuja kwa unajua China kashamsomesha mwananchi wake, kwa hiyo anasema anaenda Tanzania, pengine anapewa mkataba kama miezi 6 ikiisha anarudi kusaidia wananchi wake. Sasa kama wewe, mfano wewe sasa ndio ushakuwa, tunataka kujua uko upande gani? Je, utaondoka? Ungekuwa mtaalamu ungeondoka kutafuta maisha, ugali wa watoto wako na ukoo wako, au utabaki watoto wateseke, elimu ya mbovu, au afukuzwe shule kwa sababu huna hela? Mimi nitabaki, lakini nitaibiza serikali iongeze mshahara. Mimi siwezi ngabaki Tanzania, naweza nikaenda juu. Kwa nini? Kutokana na na kipato na elimu yangu na kipato ninachokipata, labda naweza nikatoka nje na ninapata tofauti na huko. Mimi binafsi huwa nasema kwamba yani pamoja na kwamba nyumbani hali sio nzuri sana, nyumbani ni nyumbani. Nchi yoyote utakayoenda yani hautakuwa huru. You will never be free in anyone's country. True. Only at your home. Yes. Hata kama mnakula dagaa ambayo yani mnashindia tu dagaa, nyumbani ni nyumbani. Sema swala la uzalendo linawashinda wengi. Wewe dada hujapata shida. Sio unaona. Wewe ushaona kabisa unashua kwa maisha hapa, wenzako wanajenga vifaa ya nguvu, unafanyaje? Alafu hela unaiachia huko na sabini na kwenda. Yaani yoyote kwa sababu mtu amesoma, amestruggle, amepoteza muda mwingi, anaangalia maslahi hapa. Kwanza hawajali nyumba anayoishi ni yani taratibu ni mbovu. Wakati anaona kuna sehemu anaweza akaenda kalipwa vizuri, lakini mtu anakimbia la kuhudumia wananchi. Wewe ni mtaalamu, wewe ni daktari, wewe ni mwalimu, wewe ni lecturer, wewe ni profesa. Wewe ile damu ya wananchi wako wenzako kuinua nao, kwa sababu kwa kubaki wewe ndio unainua, afa tukinuka wote umeendelea na kuja hapa tuondoke. Kwanza nijiinue mwenyewe. Sasa kama wote mtaondoka na kunyakua na kuanyofoa kwenye nchi yetu, maendeleo yatakuja vipi? Kwanza lazima hao watu tuwajali, waonyesha na kwamba tunawapa support. Unajua wanakimbia kwa sababu hamna support. Unaweza kuwa ni mtaalamu sana, umesoma labda umemaliza chuo, ni daktari au engineer, lakini ukafika pale ni kijana labda miaka 28 au 30, kwamba basi tunahitaji uzoefu wa miaka 5. Wakati wewe umeshasoma miaka 15 shule, au sio bwana? Ina maana ile miaka 15 bado hujapata ule uzoefu ambao unahitaji, na pale kuna mzee wa miaka labda 55 au miaka tuseme 50 ambaye yeye ni mstaafu kesho au kesho kutwa, lakini yeye yuko pale, na akishamaliza pale anatafutiwa sehemu nyingine tena kubandikwa ili mradi endelee kukaa. Sasa ule uzalendo unatushinda kwa staili hiyo, kwa sababu utakaa hapa utakuwa ni engineer mzuri,
lakini utapewa contract ndogo ndogo tu za kawaida, au sio bwana? Anko, uzalendo mwingine unaotushinda. Wewe Mtanzania unasota hapa, una struggle na una degree na diploma, lakini anatoka mzungu kutoka huko anakuja hapa mshahara huo. Ndio nakuja huko. Unasikia bwana? Unajua nchi za hapa na nchi zetu za Tanzania utafanya kazi bila maarifa. Kama nchi za nje huko unafanya kazi na ukitoka kazini unaingia shule. Umeona jinsi walivyojipanga. Kwa hiyo maana mimi ningekuwa nchi za kule, mimi na uwezo kufanya kazi masaa 6 au masaa 8, alafu masaa hayo kadhaa najisomesha. Kwa hiyo mwenyewe naweza kujisomesha. Hapa Tanzania hamna. Yaani tunafanya kazi ngumu, hela ndogo. Kule kufanya kazi sio ngumu, lakini hela yake ni kubwa. Na maana ukuta asilimia 100 wa Tanzania wanatoka huko wanaenda asilimia 100. Wanaondoka. Mtu ukiwa nyumbani akili ikui. Yaani asilimia 100 anaondoka tu. Kwa sababu unafanya kazi na unajisomea mwenyewe. Watafiti wengi sasa hivi wanaondoka katika nchi hii kwa sababu ya maslahi. Ushaelewa bwana? Kwa sababu unachukua mfano nchi ndogo tu hapa Botswana au South Africa. Ukifika pale wewe unapewa kwanza nyumba safi, usafiri na mshahara wako mara 6 katika nchi. Mimi mwenyewe nishakaa, ndio maana nakwambia hiyo. Unapewa nyumba. Nyumba unapewa, usafiri, sawa bana, na matibabu kuanzia wewe mpaka na familia yako yote. Na mshahara wako mara 6 ya huko ulipotoka. Sasa uweze kuacha dilio rafiki. Na maisha ndio kama hiyo Zimbabwe. Maisha unanunua mkate kwa dola milioni 100. Unapewa milioni, ndio hivyo thamani yake. Kwa hiyo tusione dola ile nyingi compare, lakini maisha ya kule yakoje? Na tatizo lingine kwa katika nchi yetu, sawa bana. Mfano wewe mzao wa nchi, upo katika ofisi fulani miaka mingi au sababu, lakini anatoka mtu labda kutoka Ulaya. Nani Ulaya mbali, India tu hapa mfano mfupi. Anakuja hapa, uona mshahara wako 100,000, yeye anapewa milioni 1. Hapo sasa angalia. Sawa bana. Na kazi unafanya wewe ni kubwa kumshinda yeye. Lakini wa Tanzania na sisi na hatujui kujibeba, kujiweka professional. Sasa kujibeba ndio hiyo sasa hivi ukipata ile position unaondoka. Mtu anawaza tu kwamba nikimaliza kusoma kwa mfano nimekuwa mwalimu basi nikaajiriwe moja kwa moja. Kwa hiyo inapotokea kwamba basi nafasi inakosekana au mshahara unakuwa mdogo, anaona bora kimbie tu. Lakini ukiwa kama mbunifu, naona kwa mfano wenzetu kule anaweza mtu unajikuta yani anafanya biashara fulani au yuko kwenye sekta fulani hajaisomea kabisa, lakini ameangalia tu kwamba nifanyaje, anagundua kitu kingine ambacho kinaweza kumsaidia. Tuna wataalamu lakini bado hawapewi nafasi ambayo wengine wangeweza kuitumia. Wao unajua unaweza ukawa na kitu cha kufanya ubunifu wako, lakini ili to expose that knowledge bado kutakuwa na vikwazo vingine vitatokea huku na huku, kwamba hii imekuaje maswali mengi mpaka wanakufungia hiyo nafasi. Wakati wa kucheka na katuni za Bwana James Guy umefika. Kuna nini leo kwenye katuni? Nyuzi za kitaa, hata nyuzi za superstar, kila kona tapita, chakita kwa barisha tu. Wewe yule wote. Kama mfanyakazi ambaye yuko huko chini, mfano mwalimu, unajua kabisa kwamba kazi anayoifanya ni ya kuliinua taifa kielimu, upashwe wewe kumnyanyasa. Unapashwa wewe kumtengenezea mazingira ambayo hayatomsababishia yeye kufikirika kitu chochote, hata hiyo tuition karanga zinatokana na hiyo hali. Kwa hiyo ni vyema serikali basi ikamwangalia kwa umakini na kumwekea sheria na mazingira ya kazi yawe mazuri. Unajua nimeshagundua kitu kimoja kwamba kama mtu akiwa anakujali, yani hata zile shida zenu unaweza usizione. Ukiwa unaona kwamba wananijali, yani unathaminika, angalau unaonekana na wewe upo. Naona. Kwa mfano unaweza kuwa engineer lakini usipewe kazi yoyote. Kazi unakuta tu mzungu anatoka nje anakuja anapewa ambazo na wewe mwenyewe unaweza ukazifanya. Naona. Sasa unabaki kwamba ninafanya nini? Yaani thaminiwi yani. Alafu na vile vile tuwakubali hao watu kwamba wanaweza kufanya na wanaweza katuongoza na tukaenda. Naona. Tunapoacha inaonekana na kwamba mchango wao hauonekani. Wanaona kabisa hakuna kitu wanachokifanya hapa. Na ndio maana saa zingine unafikia kipindi unafikiria kwamba, na ndio maana hata mshahara wanatupa tu ajabu tu kwamba ni watu ambao hawathaminiki yani. Kwa hiyo tukiwathamini wataalamu wetu na tukiwajali, serikali ikawachukua vizuri, wakaenda nao vizuri, hakika tunaweza tukapiga hatua.